Jirani yako kazi endelee. Kazi endelee. Bwana sifiwe, Bwana sifiwe. Washa moto. Kila yule atafika. Ndio. Kwenye mawazo. Kama nimesikia. Huyu mama Yesu anaweza. Ndio. Na hili tatizo alionalo mtume wangu, ule usoja alionao hawezi kuondoa. Na huu ndio ukweli. Kuna mambo ambayo watumishi wa Mungu, fedha zinagonga mambo, vyeo vinagonga mambo. Wale wachunga wakafika, wakasema, Yesu, tumetumwa na akida uje mponye mtumishi wake. Ninasema hivi, wakati Yesu akienda, lile lindugu li akida lile likatoka ndani, likakutana naye, akasema, nisikilize, mimi naliona ni akida, nyuma yangu kuna askari wasiopungua 200. Huwezi ukawa akida. Bwana sifiwe. Ukiwa akida, elewa, nyuma kuna wanaoongoza, kuna timu nyuma yake. Bwana sifiwe. Akasema, nimesikia habari zako na nimewaza kama unaweza kuponya mtumwa wangu, lakini nimewaza neno moja. Mimi ni askari mwenye cheo cha juu, wale askari wako chini yangu. Nikimwambia huyu piga magoti, anapiga. Nikimwambia kimbia, anakimbia. Nikimwambia toa ulimi nje, anatoa. Akasema, ndio, kama ni mtu niyepewa cheo hicho naweza kufanya mambo haya, je, wewe mwana wa Mungu nikusumbuaje mpaka uje nyumbani kwangu? Tuma neno moja, tamka neno moja. Biblia inasema, wachungaji, Yesu akageuka, akamwangalia Petro, akamwangalia Mathayo, akamwangalia Yakobo, akasema, taifa hili imenishangaza. Anasema, Israeli yote sijaona imani kubwa ya kiwango kama hiki. Piga Yesu makofi. Amen. Jioni ya leo Mungu anatafuta mtu mmoja mwenye imani. Amen. Haleta ule mlango wa utukufu. Amen. Biblia inasema Lazaro akaugua, wakatoa ujumbe kwa Yesu kwamba mpendaye hawezi, uje mponye. Yesu akasema ile barua, halafu akacheka, akatabasamu, akalifunika. Wanasema umpendaye yuko hoi. Yesu kama posi. Ikaja barua ya pili, Lazaro amekufa. Akamwambia, bwana, Lazaro bwana amelala, najisikia kani ili nikamwamshe. Petro akajibu, sema, mzee, mbona principle ya kusinzia inaeleweka? Mtu akilala asubuhi anaamka makei. Amen. Piga Yesu makofi. Amen. Amen. Inasema akaona hawajaelewa yale maneno ya Yesu. Inasema akawaambia wasiwasi, Lazaro amekufa. Alafu anasema kwa jeuri kubwa, anasema nafurahia kwa sababu siku wako huko, ili dunia ijue kwamba mimi sio mtu wa kawaida. Ingawa nilikawa tumbo la Mariamu, ingawa nilinyonya kama wanadamu, ila mimi sio mtu wa kawaida. Piga makofi kwa Yesu. Amen. Akafika
jirani na msiba. Biblia inasema hivi, dada yake anakimbia, Martha akapiga magoti akasema, Bwana, kama usingalikuwa mbali, kama usingalichelewa, kaka tumpendaye asingalikufa. Hakujua kwamba huyu Mungu ninayehubiri habari zake ni wa nyakati zote. Kiangazi yupo, masika yupo, mchana yupo, asili kama kuna watafa. Yesu watoto wa Pentekoste, natangaza Yesu sio na kipali. Yesu sio mmoja wa manakipali bingwa. Piga Yesu makofi wewe. Haleluya. Yesu akaangalia akatoka neno moja, sema ukiamini utauona mlango wa utukufu wa Mungu. Halafu akasema, je, haya maneno umeyaelewa? Akasema, ndio Bwana, nimeyaelewa. Tunajuaje kama hakuyaelewa? Wakatembea panapo kaburi. Kwanza akafika nyumbani, mwombolezaji mmoja akasema hivi, huyu ndio Yesu ambaye niliwakushuhudia aliponya macho ya mtu ambaye haoni, ni kipofu, sio huyu? Halafu akachomeka jiwe la pili akasema, je, hakuweza kuzuia rafiki yake Lazaro asife? Yesu yuko anasikia. Yesu naye kwa mapozi mengi, Biblia inasema si mwenye huruma. Sasa Yesu macho yakaanza kutokwa na machozi. Kile kiombolezaji kikachomeka jiwe lingine kikasema, angalia anavyolia, ona anavyomlilia. Kumbe anaamsha ile roho ya Mungu. Kuna mpelekeo yuko hapa. Piga kelele kwa Yesu. Sema ni mwamba, ni mwamba, ni mwamba. Bwana asifiwe. Wakafika panapo kaburi la Lazaro. Biblia yangu inasema hivi, akawaambia liondoanishiwe. Mariamu alipoona majirani wanakwenda kulinua ile jiwe, akakimbia kwa Yesu, acha nanuka. Yesu akamwambia, shut up. Nyamaza kimya. Uliponipokea nilisema ukiamini utauona utukufu wa Bwana. Pale mwanzo anasema, Bwana, ninajua atafufuka siku ya mwisho. Anasema, nisikilize wewe, acha ujinga huo. Huyo uliambiwa atafufua wapi siku ya mwisho ni mwamba hapa. Anatenda maajabu nami siwezi kueleza, siwezi kueleza, siwezi kueleza. Anatenda maajabu nami siwezi kueleza. Mwenyewe unashuhudia ni huima. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Alipoona majirani wamebeba ile jiwe kuliondoa pale, anasema hapana, nanuka. Kamwambia, nyamaza, ili kuambia ukiamini utauona utukufu wa Bwana. Jiwe wakaliondoa jiwe. Maajabu ni haya hapa. Wakashangaa, akainua mikono yake akasema, Baba, ninajua siku zote huwa unanisikia, ila leo kwa ajili ya makutano haya naomba uwajulishe, naomba niwafahamishe kama mimi ni mwana wa Mungu. Amen. Biblia inasema akisha tamka maneno akapaza sauti yake akasema, Lazaro njoo nje. Maana yake ni nini? Nje ni duniani. Amen. Kule ilikotoka ndani
ni mahali ambapo wenye miji ya udongo hawawezi wakakaa. Lazaro, njoo nje. Inasema Lazaro akafufuka. Amen. Jioni ya leo kuna maisha mtu yafufuka. Amen. Jioni ya leo kuna ndoa mtu yafufuka. Amen. Jioni ya leo kuna afya mtu yafufuka. Amen. Anayeamini maneno hayo piga kelele kwa Yesu, sema amen. Maandiko yanasema hivi, malaika akamtokea Bikira Mariamu akasema hivi, salamu Maria, uliyejawa na neema, umebarikiwa kuliko wanawake wote hapa Yerusalemu. Inasema akawa anawasa, iliyosema akawa anawasa moyoni mwake, hii salamu ni ya namna gani? Akiwa anashangaa, malaika anamwambia, sikia, utachukua mimba kwa uweza wa Roho Mtakatifu, utamzaa mtoto, mpe jina Yesu Kristo. Biblia inasema jambo hili linawezekanaje? Maana mimi ni binti ya safi, mimi ni wale mabinti ambao magorofa yamekaa vizuri. Mabinti inua mikono, kila mabinti walipo, mwangalie jirani yako mabinti, mkazie macho, mwambie wewe ni binti safi au kilanzulanzu. Kilanzulanzu bwana Tito ni wale micharuko, wale wakabuli wasi wale. Piga Yesu makofi tuendelee. Amen. Biblia inaonyesha hivi, Mariamu aliposikia ule utoshelevu wa maelezo ya malaika Gabrieli kwamba wewe huzai kwa mfumo wa kawaida, isipokuwa Roho wa Mungu atakuchilia, atakufunika ndani yako kwenye tumbo la uzazi, kikaumbika kitoto. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Siara Mariamu anasema hivi, nimekuelewa wewe malaika, unapotaka kurudi kwa Mungu aliyekutuma, nenda na maelezo yangu haya ulioniambia, hata neno moja hakikisha lisipungue, nibebe ya heshima ya kumleta Mwokozi juu ya uso wa nchi. Bwana asifiwe. Inasema malaika akaondoka zake, mimba ikapungua. Sikiliza, nilikuwa katika ibada moja, tumefanya ibada nikiwa na hubiri kwenye nyumba yetu ya Mabanzi, nikiwa katika utukufu wa Bwana. Tulikuwa na mwanaume mmoja ndani, kijana mmoja hivi, tulishaoa naye, tulishafanya vipimo kadhaa, Kigoma, Dar es Salaam. Ana shida mayai ya uzazi, hayana uwezo wa kuunga mtoto. Bwana asifiwe. Yaani ni mwanaume ambaye hawezi akatungisha mimba, na ni mshirika ibada, akiwa ameimbiwa Bwana, ameshangiliwa Bwana. Nilipoanza kuhubiri nikasikia utukufu wa Bwana, halafu ghafla nikatangaza, nikasema hey, sikilizeni, naona utukufu wa Yesu uko kwenye hii madhabahu. Unajua mambo ya kiroho, mchungaji, unakuwa kama stress, unasema naona utukufu wa Bwana umejaa hapa, halafu sikia ndani yako utukufu wa Bwana umenijaa. Havikasema mtaa fulani, pita mbele hapa, akapita mbele. Nikasema mume wako ya busara alishaviacha, na bahati mbaya ameshanitusi kwamba sina Mungu. Hata wanaokuja kushuhudia kanisani na kwa nini waalike nijenge heshima yangu. Kwa kimsingi mumeo hana sifa za kupondwa, lakini nisikilizeni, nataka kufanya matumizi vizuri ya upako, matumizi vizuri. Kuna mtu anaelewa?
Unajua watumishi wa Mungu, utukufu wa Mungu usiwaweka breki za mbele na nyuma kwa washirika wetu ndio watumia vibaya. Ngoja nikufundishe. Inasema akaja akida yuko na 50 wake, akafika pale mlima akaenda, akasema Elia, tumishi wa Mungu wewe, shuka tukupeleke pale mfalme. Akasema aha, umesema mimi mtumishi wa Mungu? Kama umehakiki, kama umeproof, mimi mtumishi wa Mungu, moto utoka mbinguni ukurame wewe na 50 wako. Watu 51 wakaza kwa moto. Kundi la pili, kundi la tatu, kama sio laini, akaja akapiga magoti akasema penyewe kama uwe na huruma na wewe mtumishi wa Mungu. Hakuna mtu anaelewa hapo. Tupiga makofi wewe. Piga makofi wewe. Piga makofi wewe. Haleluya. Akapiga magoti akasema mtumishi, na wewe jamani, uwe na huruma penyewe kama maiti. Unajua mwili wa mtu una mafuta. Miili ya watu kuna namna hii. Vipara vimenoga. Moto umepita. Amen. Ananielewa. Haleluya. Amen. Halafu Elia akasikia sauti mtano inamwambia usiue tena. Amekuja kwa adhabu. Na saa inafika. Watu wanaochezea mapaloko kama hawa watakufa vibaya. Kuna mtajaliwa. Nilikuwa sababu nashiviwa. Nikasikia mtu mwenye anabwata. Anasema walokole ilikuwa ni zamani. Mvua ikigoma, wenyewe wanaigomolola. Wanaomba mvua inyeshe. Lakini leo hakuna walokole. Mimi nimetulia sana. Mlokole. Nimetulia. Nilipoona mgoma anachonga sana, nikamwambia leo chef, please. Simama kwanza kidogo. Nikageuka. Asema ninakuwa na jicho baya. Washirika wangu wananielewa. Hasa mtu anitenda damu. Yes. Amen. Dada mmoja mahali usiku Bwana kanionyesha mezini. Tutarudi kule. Yo. Au tuendelee kwanza kule. Piga makofi kama uko hapa. Amen. Nikamwona yule binti usiku anakuja yuko kichwani, anainama, yaani kitu hayasambia, yaani sasa mwana nayo anafanya hivi. Nikasema mbona namfahamu yule, kwani kuna nini? Lakini unajua kwa nini? Nikiwa hilo anga sasa, mchungaji wa hilo kanisa alikuwa amekutana kwenye vikao. Nasema kuna mtu anatuhumiwa hapa. Wakisema tumuite. Wale wazee wakisema hapana. Ukimuita kama aliyekwambia taarifa hawezi kuja kuthibitisha. Tutabela tutaaibika. Mimi nikamwambia yule mchungaji, naomba hiyo order nimpeleke kwenye kipima joto. Nikafika kama Bwana Yesu, niko nalala. Ulisema Musa, utasema naye uso kwa uso. Ila wengine sijajua hawa ndoto na maono. Sasa mimi ni refu ya maono na ndoto. Nipe hata ndoto kimoja. Saa 11 nilipoamka sijaona ndoto yoyote. Nikapiga magoti, nikamwambia Yesu, ina maana hauko hapa. Ina maana hausikii. Naomba ninapojifunika uje usingizi mzito, halafu nifunulie kama amezini. Angalia mchungaji anachosema. Amesema watu wengi hasa hawabongo. Aliniona na ulikuwa muone. Sio kama kabali. Sio kama nini? Maneno mengi. Sema baba. Pende Yesu makofi. Nikamwona yuko mchwa nyama. Nikaenda panapo ibada ya mazoezi. Nikakuta yuko kwenye kwaya. Yesu ni mwema. Yesu. Wana sauti zao wale. Yaani ukiambiwa mezini unakataa. Yaani kasoro wapi? Ndio kafanya hivi. Nikamwita mwinjilisti wa Kristo. Nenda kamwita yule binti yake. Lakini kama sina leo kidogo. Akasema
wewe ulikuwa rohoni siku ya Bwana, mimi sikuwepo, siwezi kumuita. Nikaona ni haki yake pia rohoni, nimwambia mtu ambaye yuko mwilini. Hebu tumpigie Yesu. Akaita yule binti. Ndio. Alipofika nikawasikia, Bwana ameniambia umezini. Akasema mimi do you know when we were studying, sayansi inasema hivi, ukilala usingizi mwana inajiteuza vingine bila kutokea. Ndio hicho kimekutokea. Nikamwambia nyamaza, piga magoti, nikiweka mkono ukitoka salama. Bwana hakusema na mimi. Mikaya akamwambia mfalme, sijui watumishi, kama ukienda ukarudi salama, Bwana hakusema na yule binti. Ikawa ananiangusha miguuni, analia, anasema ni kweli nimezini. Umezinisha? Nilienda kumtembelea mchumba wangu washanoe. Tuna mafundisho kelele ni kwamba yaani mchumba ukamtembelea uchumba wakiningakininga Sofia bilikumwe washaya bilikumwe kutoka ushindwa na ulege. Pia Yesu akafu tuongele. Amen. Amen. Kwa matumizi vizuri ya upako. Wanasifiwe. Nikasema sikia, mmeo hana sifa za kuponywa, lakini nasikia neema na moyo wa huruma. Nikamwambia inua mikono yako mama. Yule mama analia. Madaktari wamesema watamaliza mwendo duniani bila kupata mtoto. Na hiyo binti kama nimesema naye, wewe bado binti mdogo, miaka 22. Je, utamaliza mwendo na hii njema bila mtoto? Akaniambia tamaliza mwendo. Iko na uwe anaendelea na masamaki. Maana nyumbani yule halingalau. Hebu fanya hivi, watu kama wewe. Yeye kesho anakuja amesuka msuko hivi. Kesho akija amebadilisha msuko hivi. Wakati watu wachelewa msuko ya tone kilioni, yeye anabadilisha. Anabadilisha hii. Anabadilisha hii. Anabadilisha hii. Anabadilisha hii. Wewe msuko tone kilioni, mwezi unaisha, mpaka zinavuka. Pia Yesu akafuwa wewe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nikamwambia weka mikono yako hapa. Nasikia uweza usiokuwa wa kawaida. Nataka niamishe utukufu utoke ndani yangu, niupandike kwenye mikono yako. Akakinga mikono. Nasikia ndio kwenye uwepo wa ajabu. Imani ni kwa hakika. Nikaamini na hamisha upako. Nikajipanga. Nasikia kama nimebeba mawe. Yaani mikono kama Tyson. Nikalihomeka kwenye mikono yake na analia. Nikamwambia sasa, ibada hii inaisha. Tafadhali usimpe mkono mshirika mahali hapa kama jeshi. Hata njiani usimpe mtu mkono. Ukimpa utukufu umetoweka. Hadi nikijua Yesu kwa maana anasema msiamkie mtu yoyote njiani. Si ndio washuma? Akaenda mikono yake ameitunza. Kwanza muda huo yale maupako yalikuwa bado yamenijaa. Nikakumbuka kuna kadada kamoja kanaitwa Jessica kutoka Kabanga. Kamesha nasa mimba zimefika 6 zinaporomoka. Sijui kama kako hapa. Amen. Wewe Jessica uko hapa? Basi wasijani wala ukambali. Ananena kwa lugha. Ananena kwa lugha. Pia Yesu akafu. Amen. Kwenye upaka ule nikasema wewe njoo hapa. Weka tumbo lako sawa. Nikaita mwanamke mmoja, weka mkono wake. Nikasema ewe tumbo, mimba inayokuja kupatikana haitatoka mpaka ikazalika katika jina Ndahomeka la Yesu. Wote wanalia. Binti akaondoka, nilikuwa ameficha. Akapita kwa dada yake mahali. Anasema dada, leo mume wangu wa ugonjwa utaisha. Akamuuliza kwa namna ipi? Akasema hapa nina nguvu za Mungu zisizokuwa za kawaida. Zimetoka wapi? Zimetoka kwenye kifua cha mchungaji na moyo wake amezihomeka kwenye mikono yangu. Amen. Na Ibrahim aliona sikusalimii, natafuta mpaka aje. Akafika nyumbani.
Sema mama mkwe, sikusalimii hapa mkononi. Kuna nguvu za Mungu kivipi? Zimetoka kwa Mungu. Zikaja kwa mchungaji. Mchungaji ambaye amekamishia hapa. Nasubiri kijana wako aje. Panapo ugonjwa nikupachika. Hebu piga makofi kwa Bwana. Piga makofi Yesu. Piga makofi kwa Yesu. Punga mkono wewe. Amen. Mwambie Yesu shikamoo. Yesu shikamoo. Mwambie I love you. Sema tena I love you. Sema remain to be my king. Remain to be Piga makofi ya Yesu. Aya. Wiki ya kwanza, wiki ya pili, mwezi wa pili. Nitaka kaanza kutapika. Jamaa akasema unauma? Akasema nahisi kama nauma. Wakaondoka mpaka watu watubanze zile ndio imefuma hivi. Wakafika, njia ikabaki kwenye benchi pale. Wakafanya vipimo. Hakuna typhoid, hakuna hukumu, hakuna nini. Na kalamse. Hafika kama msikia. Na hisi sana dalili za mimba. Kupima ipimo cha mimba. Kupima si imo. Na mimba anasema ushindwe. Uleje familia yote najua mimi ni MT Magazine. Wakubwa jiongezeni pale. Yaani ile miaka ile Kinyarwanda wanasema babu tanikala. I don't know how they explain you about babu tanikala. Yaani ana kuzika na mkaa. Kiingereza cha mkaa kama kilipotea. Ile kwa nini? Piga Yesu makofi wewe. Piga Yesu makofi wewe. Amen. Akasema, umesemaje? Familia wote wanajua mimi sizalishi. Pendo kafungasha kile cha kwako. Maybe yule rafiki yangu amekuja, anakujaga na amekupa mimba. Binti wa watu wametulia kama maji mtungini. Kaleni nitembea. Amen. Nikile mema dhambi. Acha tuendelee. Yaani hana wasiwasi anasema, twende nyumbani. Halafu kesho tutapenda Kapanga. Wakipima wewe, yani wewe upime wewe. Maana wamesha kupima, wanakuta ni MT Magazine. Wakipima wakasema hauzalishi. Ni kweli hiyo mimba haiwezi kuwa kama ya Mariamu. Ya Mariamu ilikuwa ni ya kwanza na ikawa na ya mwisho. Amen. Kesho yake baba mkubwa, mama mkwe na mwolewaji na mwoaji mpaka Kabanga wakachukua sample kwenda maabara kurudi. Daktari anamwangalia. Anasema nini kimekupata? Anasema kwani kuna nini? Anasema mbegu zako ziko sumati. Hey. Pokea imani wewe. Imani pekee yake. Ndio mlango wa maajabu. Mlango pekee yake wa maajabu. Hiyo ni imani pekee. Shangilia kwa Yesu. Shangilia kwa Yesu. Na kuombea neema jioni leo. Pokea neema. Nilikuwa nahubiri kwenye nyumba ya kambi ya Webrani. Nikasikia tumepata wageni. Wale wageni wasema tumetoka Dodoma. Tumekuja kikazi. Wakati wachungaji na hubiri. Nikasikia ndani na ndio mwana mama ni mtu aliyejawa na machozi, ila atakutumia wewe hayo machozi tuyafute. Amen. Kiasi kimana ya basi tatizo. Kiasi ikabidi kuhubiria upande mwingine. Maana ateseka na ile sauti. Nilimaliza tukakutana nikampa mkono. Nikataka kumuuliza, "Uko wediki, una shida gani wewe?" Nikaona kinachojieleheni. Yaani mgeni amefika siku hiyo tena. Unamuuliza maswali. Na sisi tumeshakaliwa Kigoma, KG. Ni watu wa Bwana sifiwe. Amen. Pigia Yesu makofi. Nikaingia kama kesho yake. Nilikuwa na ratiba zangu za maombi.
Nikafanya maombi yangu siku 9. Siku 9 na kunywa maji ya moto, chai ya moto. Amen, amen, amen. Ile sauti kaimba. Baba nilisema, mwanamke yule amejawa na machozi, nitakutumia wewe yafute. Tukamaliza ibada na maliza shughuli kama hizo Ijumaa. Nimefampa. Usione loshi maneno unashika hapo. Chakula ndani kwa ugali mwana. Sasa unanielewa? Ukiona umeeleka ndio simekaa hivi. Ukifunga ukapinda, hasikai hivi. Unajifanya muelewe. Hivyo useme jambo liko hapa. Tulifungana tu siku 3. Akapita hapo. Amen. Watoto wakamfuata. Hosea, Hosea, Hosea. Amepinda hivi. Mtoto Hosea akasimama, nini? Ninamuuliza, unauma? Kumbe si njaa tu sasa. Sasa wenzako ndio piga 9 na kunywa maji ya moto. Chai ya moto. Nimefamba kama unasikia. Na alikuwa siku ya kwanza imefika. Bwana aliniambia, una machozi mengi. Umelia kwa muda. Bwana akaniambia, akanitumia mimi tufute ile machozi. Baadaye nikajigeuka mwenyewe. Nikamwambia, sikia. Kama hauna machozi wewe, tafadhali sana usiende kutangazia umma kama wachungaji ni waongo. Nikajenga hoja. Kwa nini? Nikamwambia, unayeniona hapa ni mchungaji Lena. Hebu mgeukie jana yako mkazie macho. Unaweza wewe? Yaani paroka mzima unasema mimi ni mchungaji Lena. Sisi tunapenda wewe matawi. Yo. Nitasema neno moja, Bwana atakufungua. Wala mwingi Yesu akinyamaza unapaswa kuimalia. Mnajifanya mwelewezi. Au nyewe wazee mnaweza mzee kikao kimi. Sina wauliza wazee. Nyewe mnaweza kufungua Yesu akinyamaza. Hakuna. Tunajuaje hayo? Baada tunafanya akili hizo. Elisha ni nabii wa kiwango. Anasema, "Hey, Gehazi, naona mwanamke anakuja spidi. Mfuate muulize. Hujambo? Mume, hajambo? Mtoto, hajambo?" Anasema hajambo, 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 hajambo. Paka kwenye miguu ya Elisha. Aling'ang'ania. Yesu anajua watumishi wa Mungu hatakiwa wale wanawake hawa bila zurazu. Shika mikono. Paka kutoka hapa. Namuona huyu mama amesikika. Ila maajabu haya, mimi ninapiwa kiwango, ila Mungu amenyamaza. Tunapata adabu ya kututosha sisi maparoko kwamba kile anachokifanya apewe heshima mzee. Piga Yesu makofi wewe. Nikamwambia, kama una tatizo nenda na hilo, kama mtandao unasa vibaya. Kwa sababu mimi Lena niliposema hivyo kwa kushotlize, yule dada akamshakilio akasema, ni kweli nina matatizo, nina machozi. Mwenzangu ananiona sina mtoto, sina. Nimetibiwa sali zote, unazijua. Baadaye nimeenda Misri, nimetibiwa, nimetumia milioni 17. Tumbo limekoma kutungisha mimi. Nimetulia, nimeenda India. Hela ipo ya kula hapo. India nimekaa mwaka mzima. Wale madaktari wananigeuza kunigeuza. Mwisho wa siku watoa majibu ya bei ya jumla. Hii ni ngumu. Haiwezekani. Niliposikia vile wachungaji, nikajua nimeenda hiyo. Kwa sababu nimejua tayari. Nikamwambia mwanangu, tazama. Akasema, tazaaje? Maana sasa mimi naenda mpaka miezi 6 mridi singii tena. Nikamwambia kuna rejea kibibilia kwamba Sara, desturi ya wanawake ilikuwa imekoma. Lakini malaika anasema tunakomani mwakani majira kama haya lazima uwe mtoto kwenye mikono yako. Amen. Bei ya jumla. Kwa hiyo nasema mridi kama itarudi it's okay. Kama haitarudi bei ya jumla utazaa. Amen. Piga Yesu makofi kama. Mpaka naondoka mwaka huu. Hivi ni mwaka huu mwanisa mwaka jana.
mwaka jana. Injinia yule alikuwa anafanya kazi hapo utamishe. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili. Lakini pale nilikuwa kakiona kidogo. Nikasema, nimemwombea asipozaa itakuwaje? Baada ya mwezi mmoja kuisha, nikaenda nikachukua hela. Nikasema, Yesu, nasikia sauti inanisumbua. Asipozaa, haya ni kuelesha mashaka. Nimechukua hela yangu hii. Alafu nikaenda kwenye nyumba yangu nikamwambia, Bwana Yesu, unaona ya madirisha haya? Nimefunikia magunia. Hii hela kama niweke shaka za vioo kama mtumishi wao. Naichukua hii hela. Niongoze mtumishi gani hapa Kasulu ambao namuulizeni mpe sadaka. Na kadhalika. Mwisho wa siku nikawaita. Nikamwambia, Mungu ameniambia nije mtoe sadaka. Wakatoa. Nikamwambia nipeleke mtumishi mwenza. Tunajisikia uzile wewe mwenyewe. Nikanunua kajezi kama Mungu akakataa. Nikaenda kuchukua mavitu ya plastiki yote. Nikarundika huko ndani. Sikupige makofi. Amen. Shoti kati. Mpaka sasa hivi anaondoka kwenye anga hii. Ana watoto wawili. Mtoto wa kike, mtoto wa kiume. Pigia Yesu makofi wewe. Anatenda maajabu. Siwezi kueleza. Anatenda maajabu. Usiweze kueleza. Anatenda maajabu wewe. Nimalizie jambo moja hapa. Nilikuwa natembea. Naenda kanisani kwetu kule Beloya. Niko natembea. Nimejaa neema. Nimejaa uweza. Ghafla nikapita mwanamke mmoja. Shida kanisa letu pale. Amekaa, ameshika shavu. Ila na mimba. Bonge la mimba. Hebu kisha ni hapo mimi. Bonge la mimba. Ungeukie mkazie macho. Ungeukie mkazie macho. Mwambie unajua? Najua kabisa. Mwambie nina swali. Ni kama vile kana mbabua. Swali lenyewe ndilo hili hapa. Unajua? Kama uliwahi kuwa mimba wewe. Pigia Yesu makofi wewe. Yaani kama nzuri. Anasifiwe. Yuko na mimba kubwa. Pata huko. Ndio. Baadaye naingia katika kwetu pale. Yaani akatisha tu geti. Ndio kwetu pale. Nikarudi mama na mimba. Akapiga pika shortcut. Kuna kijiko fulani moto alikabla kijua. Kijiko pembeni pale. Mimi nimezungua kule. Yeye akapiga shortcut. Mimba hiyo. Akasema, mtumishi wa Mungu, nisikilize. Sina amani mimi mbele leo. Nikamwambia una amani? Akasema nimetoka sasa hivi kule mlimani. Hii ni baada ya kumaliza mwezi mzima. Mtoto tumboni hachezi. Nikaenda kulalamika. Sasa wamepima. Wameniambia mtoto ana muda zaidi ya mwezi mmoja ufia tumboni. Na wameniambia ili niwe salama inabidi haraka sana juhudi zitumike kiondolewe. Kwa kweli sijajiandaa. Kwa nimekuja kuchukua mazada zangu. Nijiandae ili kesho niende waniweke dripu za maji wakitoa hizo mitoto. Sasa imani ni mlango unaoleta majibu. Imani ni mlango. Imani ni mtaa. Imani inaweza kuleta maajabu. Akasema wakati unapita nimesikia ndani msukumo kwamba tembea yako. Of course ndio nimejaa neema siku hiyo. Yeye tembea. Na unajua wafupi ndio tembeaga kama mambo yamenoga siku hiyo. Sio kama mtu anaelewa hapa. Kuna tembea zetu sisi wafupi. Amen. Yaani unadumu kama mtu mwenyewe ni mfupi, bado anaongezea ufupi mwingine. Yesu. Amen. Yesu makofi. Akasema wakati unapita ninasikia wazo la ndani kwamba tembea yako, muonekano wako, bila shaka neno la Bwana ndani yako wewe. Nikasema hivi kama hujakosea, amwe sema to the Lord Elohim. Amen. Haleluya. Mtumishi wa na kama umeamini weka kitani chako sawa. Akaitenda mika na nikadundule mimba hiyo. Yaani nimekaa hapo kabla nifikie. Na watumishi ambao ghorofa liko sawa huwa tubariki mikrofoni tumbo la mwanamke
Ni sawa sio sawa? Mimi lazima akina Mamposa na wengine wengi. Piga simu Mamposa simu. Unawekaje mkono kwenye chapu? Hebu chukua. Yaani wewe mhubiri. Mimi nimekaa kama kitoto hapa. Halafu nione wewe kina Zulanzi. Eti Maria mtu anataka mtoto. Eti nafikira. Eti kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yaani mimi natoka kule unakishwa. Yesu makofi. Ay 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 ay. Hey! 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 Yesu ni mwamba. Yesu ni mwamba. Yeye alishinda kifo na mauti. Nikamwambia weka mikono yako. Kwa hiyo tumia style moja. Nikamwambia mikono yake kwenye tumbo lake. Alafu mimi nikashika kwenye mkono wake. Alafu nikasema, Yesu. Maandiko husema imani ni kuwa uhakika wa mambo yatarajiwayo, baada ya mambo yasiyoonekana. Ikiwa mwanamke huyo ameamini, mimi mtumishi wa Bwana na wewe sina kitani, na kiamsha hiki kitoto na kivuvia uhai, nikasema katika jina la Mwokozi Yesu, pokea uhai. Je, kitoto mle ndani piga Yesu makofi. Safari ya Medi kaahirishwa, akaenda baada ya mchache akajifungua. Mimi nimeshamsahau, nimemwona mara moja, tuko tunatangaza ndoa hapa. Yule mwanamke mimi sikumbuki tena, nikaona rafiki anapiga magoti, akasema naomba unisamehe. Nikamwambia kwa nini? Tuko kwenye sherehe kama uzauza. Naomba unisamehe. Mimi na yule mwanamke mnaombeaga juu ya Sofia. Mtoto amefarikia, amefia tumboni. Mtoto alishazaliwa, huu ni mwaka wa pili wa tatu. Nisamehe mchungaji. Ni mwamba. Anaweza kuamsha maisha yako. Ataamsha afya yako tena. Simama. Simama. Haya yote. Mama Riki ni watu wema. Karibuni sana na barabara. Weke usikima. Bwana hawezi akakusanya umma wote huu halafu asifanye jambo. Anaweza. Kimia. Jani tu acha Mungu. Tafuta picha sasa. Anavyoijaza. Jani tu. Unaweza upande wapi? Wako wameshama kumheshimu. Jani tu upande wapi? Jani tu. Nipunguzie sauti kidogo. Sogea. Bwana sifiwe. Amen. Mungu yuko hapa ili atusaidie. Nasema tena, Baba yuko hapa. Yesu Mwokozi yuko hapa. Amen. Yuko hapa. Tulikuwa kwenye ibada hapa. Tulikuwa na binti mmoja anatokea Ushirombo. Baba yake ni mchungaji wa kanisa la kiroho. Akafungua kanisa yule mchungaji. Nikafikisha washirika 200. Kumbe la karama ya kitume akaliacha. Akaenda mahali pengine. Akafungua nikaenea 200 akaliacha. Akaenda huko Bukombe, akafungua imefikisha watu 200 akaliacha. Akasema mke wangu tunahamia Mwanza. Mungu akamwambia Jubilee, yani saheraho, ishia hapo. Yani tunapanda mihogo, hatujavuna, tunaondoka. Tunaweka mkato, bado kuna 200 tunahama. Jubilee haondoki mtu hapa. Wachungaji, Mungu atusaidie, wake zetu waelewe wito wetu. Ni mziki mnene hauchezeki. Ukiona mzee anasema tuko mapacha, we are two in one. Don't take it easy. Ni shukuru hiyo. Yaani
Yaani mama Chisala anafikia mechi ya mwisho. Haleluya, hosana, haleluya. Mama mchungaji, mbona umekaa huko? Nyie nao mna mchungaji hapa. Hivi kuna mtu anaelewa huko jamaa? Yaani bali bali, haleluya, hosana, haleluya, hosana. Bali mama mchungaji, mbona umekaa huko? Twende mbele sasa. Wapi? Kuna kwa mchungaji. Mna mchungaji hapa. Nikikwambia leo yafanya jana, utazimia. Akizungukia wakati wa kuna ibada tena. Sisi tuwapigie makofi kama machungaji wetu waliotulia. Haleluya. Basi yule mama yule baba akaamua kuchukua mazagazaga yake yote, alikuwa na tamaa ya ujenzi, akaenda mpaka Dodoma, akachukua chumba yaani vya uchungaji manake akaviacha, amekereka, akafika Dodoma na mikorobao yake na pimo maji zake zote, akatafuta sister tu, akaanza kula bata. Kumbuka alikuwa paroko mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mabinti vijana wanapiga simu, jamani, baba yangu mchungaji wako nani, mlete baba yangu. Hata kama mkuja angalia kiti changu pale, ndio utabu. Ukiona mbwembwe zote hizi mpaka fike, unaweka mguu chini mpaka fike, ili ujue mimi ya kukama mimi bado yangu ni mpaka fike. Nenda haraka. Piga Yesu makofi! Piga Yesu makofi! Piga Yesu makofi! Piga Yesu makofi! Hey! Yesu ni mwamba. Sema. Napiga simu. Nasema, baba, tutumie hela. Anatuma. Nasema, baba, utakuja kumwona mama Lina. Ishi hapo hapo. Sitaki habari za mama yako. Sitaki kabisa. Mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Kumbuka kwa mchungaji amechangiwa. Mwaka wa tano. Yule binti alikuwa anaishi maeneo yangu. Akaota ndoto. Ile ndoto akaiona. Anamuona mchungaji ape. Ni mwenye uwezo wa kutamka neno. Huyo baba karudi. Tulipoingia ibadani akasema, ibada siimalizi. Siwezi kusali mpaka nitoe mzigo. Akanichomoa nje. Tukaenda nyuma ya kanisa pale. Analia machozi. Anasema, nimeona usiku. Yule baba aliyokwambia ameacha makanisa 23. Amekaa miaka 5 kule Dodoma. Nimeona usiku wewe ndio mwenye mamlaka ya kumrejesha tena. Nikamwambia imeenda hiyo. Nikamwambia piga magoti. Nikainua macho yangu mbinguni. Nikamwambia Yesu, uliponitokea nilikwambia hivi, je, umekosa wachungaji? Wengine nasikia wakipata uchungaji wanafanya na sherehe. Kama mwanamke kule Chicago amefanya sherehe, amepata uchungaji. Unafanya sherehe kupata uchungaji. Unajua kuna dishi haliko sawa. Wazee ni sawa sio sawa? Watu wanapelekana wakiwa wanalia. Nikamwambia baba, ulinipembeleza, ukanilazimisha. Watumishi wa Mungu, mimi nitumiwa wachungaji wasiopungua 6. Nikakataa. Usiku saa 6:30 wakati naomba maombi ya kumlaumu, nikasikia kama kimbunga. Pish. Kama bati moja limeng'olewa. Nilipofungua macho hivi, nikakutana mkono kanibariki choni. Tukaanza kutembea. Sema, sikia wewe. Nimekutokea ili wakibaro wangu. Nakueleza pengine kesho. Ukiona tunaelewa tumeutwa. Nikamwambia baba, ni wewe uliyenilazimisha. Halafu kati ya maagano ulionipa, uliniambia mimi utanipa uwezo. Waliopinga watanyooka, walioibiwa watarejeshwa. Sasa huyu baba kaibiwa. Nishotilaizi kidogo. Nikasema, baba wa milele, namuweka huyo binti malaya aliyeshikilia huo moyo wa mchungaji. Nikasema, wewe binti, kwa Mungu hakuna umbali. Zero distance. Shika pa. Rama sai. Nikasema, nisema upande mmoja wa shilingi na upande mwingine. Wewe binti malawe sikia ukiwa Dodoma. Nikasema, nimeinama. Nachukua difi. Do you know the meaning difi? Mavi. Good. Thank you. Nikasema nachukua mavi ya kutosha. Nikisema difi na kwenda kupunguza ukali wa maneno.
ili mtu asitapike hapa. Wale wenye mimba changa wanaweza kutapika wengine. Nikisema nachukua mavi na kuhomeka nayo na kubandikia usoni, hafu nimekupaka kinyesi, itakuwa leo. Ajapo huyo baba akonapo simeli mbaya, harufu mbaya itamkabili, mara atakuacha. Nikaongea na mengine mengi, nimewafarakanisha. Yule binti pale shule za sabini, baadaye nashangaa anapiga simu ile binti, analia, anasema baba, sema alusinema kaya umepatwa nini? Baba, mwanangu ni nini? Anasema Yesu nikomesha mipeke. Yesu ni mwamba. Yesu anaweza. Anawezaje mwanangu? Anasema tumeshangaa. Baba ametokea na kibegi amechoka. Anatembea kama mtu ambaye amekata sata polisi. Tunaangalia na mikorobao yake na pia zake. Anafika baba kwa mama, anasema baba lia nisamehe bure. Kumbe binti yule malaya tumempaka mavi. Aliyeiba mume wako leo nataka tumpake mavi ya uso. Aliyeiba mchumba naye tumpake mavi. Wangepa nasema wapapo. Aliyekuroga naye tena tunamlisha mavi yake. Wayale au wasiale tena mengi. Una bahati kuolewa na mimi wewe. Yaani kunenepa kwake sio chakula tu, hata maneno matamu. Sio naolewa kila nzulanzu. Yaani malaria jamaa kijali. Hebu chitaze, ndio kama malaria tu. Muache sasa ya ugue. Kitana choka kimaliza, ugumu ya kule. Okoka upate mume mzuri. Tuanze tunapoishia hapa. Nani anataka kumpa Yesu? Sikiliza. Mkutano huu, kanisa hilo nilipanga mwaka huu hapa kufanya mkutano. Nikiwa nimelala, Roho ya Mungu ikanijia kwa nguvu. Ikasema lazima ukahubiri. Nikamwambia jamani, bajeti ya serikali ya kanisa inaonekana haipo. Mimi tafadhali mkutano hahubiri. Hapa takani hurumia atanichangia. Nashukuru Mungu amenichangia. Siku 3 usiku Bwana ananiambia hubiri. Sasa mpaka jana tumefikisha watu 65 waliompa Yesu maisha. Umebaki wewe. Mija kupunga mkono. Mnamwona yule baba? Tuliwahi kukosana huyu baba. Siku moja nikataka kufa usiku. Na tulishasameheana. Lakini nasikia roho yangu inachomoka. Niliwaambia nilikuwa na shida ya moyo. Moyo nikasikia unataka kutoka kabisa. Saa 8 nikamwambia message bwana shahidi. Nikasema ndugu yangu nishanisamehe. Akasema kwani kuna nini? Kumbe nataka nitengeneze njia nisizuiliwe. Maana ukichomoka rohoni hapo kuna beria. Niseme neno la mwisho hili ili anielewe mtabayaga tu. Tuna mchungaji wetu mmoja. Nikitamka jina hapa wewe mfahamu. Tulimkuta pale Mlikabanga. Yuko hoi. Alipotuona niko na mchungaji mmoja. Akasema, "Pastor mmekuja?" "Nashukuru." Akamwita kijana wake. Akasema, "Nisikilize. Mimi nilikuwa nimechomolewa. Nimeenda nikaenda. Kumbuka ni mchungaji miaka mingi. Nikaenda nimefika kule juu. Nikakuta kuna beria. Nikaambiwa, "Unakuja?" "Nakuja huko kwa sababu huko hawaji watu ambao hayakalika." "Hebu angalia dokumenti zako." Asema nikaangalia. Asema nilikuwa na page hizi 70 zina taarifa ya kiaina. Kuja kukagua hivi. Nikakukuta wewe mchungaji wewe. Yana namwambia mchungaji yuko naye. Nikakuta wewe tulikosana. Ulinikwaza wewe. Akasema, "Kwani hujui ulioniumiza?" Nasema kweli, mimi mchungaji mwenzenu. Ulioniumiza, ulinifikisha babaya. Mpaka nachomoka. Nilikuwa sijakusamehe. Kwa hiyo faili moja inaonekana imeshafuka kwa sababu yako. Kwa nimerudi na nashukuru kwa sababu umekuja. Akamwagiza jina wake, akachomoa 100,000 akampa. Kwa hiyo kama moyo uwasi. Akanigeukia, akaniambia, "Mchungaji Abe, wewe niliwahi kukukosea wewe. Ulishanisamehe." Nikamwambia, "Mimi nilishakusamehe maana kwa dokumenti zako unioni."
Mpige Yesu makofi wewe. Kwa akatuambia basi Mungu awabariki. Tulipoondoka kesho yake. Kwa nini nasema hayo maneno? Nasema kwa sababu ya wewe ambaye hujaokoka. Huyo ni mchungaji wa miaka mingi. Naomba umpe Yesu maisha. Maana baada ya hapa hatujui. Funika macho yako sasa. Funika macho yako. Kule mbinguni sura yako nzuri haitakusaidia. Nguvu zako zitakusaidia. Inua mkono. Inua mikono, inua mikono. Inua mikono. Good. Na mwana dada mweupe kuliko wote hapa. Asante sana mwanangu, umefanya jambo zuri. Inua mkono na wewe uliyebakia. Inua mkono. Naomba sasa wale ushers, saidieni kuwaleta. Ulete yule dada. Njoo mwanangu, njoo. Njoo mwanangu mzuri. Wachungaji naomba tusimame tu rafiki zangu. Nasijisikia amani kuhubiri, halafu watu wanasikia injili na wakampa. Lengo la injili mzee wa Kioma ni watu wampe Yesu maisha. That is our target. Kamusha. Nasikia bado sauti ndani yangu. Kuna mtu anajikaza upando. Alifatanati kwa bahati mbaya, hujui baada ya maisha haya nini kinakutokea. Inua mkono wako, wengine funika macho kwanza. Mheshimiwa, unajua niko naimba mahali fulani, nikaona Muislamu mmoja haimbi, nikamfuata nikamwambia, mimi nikiimbisha wimbo wewe bila kujali Muislamu imba, na kama uimbi mimi naamuru ufe. Ilibidi aimbe ile Muislamu wachungaji. Bila imba pambio, useme Yesu ni mwamba. Bila mchungaji yule Muislamu ilibidi aimbe. Kuna eneo nikifika, nikitaka kuna nani? Mtu atachua kama mimi na Mungu. Na kibarakashia nikamwambia, imba wewe. Tulikuwa makaburini. Niko na muziki yule ndugu yetu Moshi aliyekuwa wa mzee Mija. Moshi yule aliyekuwa mwe Msebia. Na muzika, wao wameniambia nikamzike. Halafu nikaona ile pambio hapokei, nikawa nikiimba, pokea. Usipopokea mnaanza ufe na utaweza kufa. Natoa nafasi ya mwisho. Inua mkono wewe mwanamke uliyesubiriwa. Unajikaza, damu yako itakuwa imeinao. Naomba usogeze tena mbele kidogo. Wako wengi. Jamani, makutano tumpigie Yesu makofi. Sogeeni tu watu wa Mungu, sogeeni watu wa Mungu. Ni raha sana mwanangu kuwa mweupe namna hiyo na kuwa na nywele nzuri namna hiyo. Halafu kama na Yesu. Umefanya jambo zuri. Kwa ajili ya kazi hii Mungu amenipa uhai. Mnifuate kwa maneno haya machache sasa. Nasikia na kudaiwa hapa. Kuna mtu bado uko hapo umejikaza. Nasikia kuna kiwazo ndani cha kuugua. Ninaomba pengine kama unaona aibu nifuate tu. Maana utapata ajali mbaya. Nitoe nafasi ya mwisho. Wewe unasikia mvuto wa kunyosha mkono. Nikupe nafasi ya mwisho. Nyosha mkono. Roho Mtakatifu naomba nisidaiwe. Asante. Nifuateni kwa maneno haya watumishi wa Mungu. Semeni. Nikulete tu baba. Naomba mchungaji mletema mchungaji wangu hapa. Tukimaliza wataimba tena. Nguvu ya msalaba usiondoke. Nasikia furaha sana kuona watu wanaokolewa namna hii. Karibu baba. Naomba mfuate mchungaji wangu kwa maneno ya sala ya toba. Amen. Basi unifuate kwa maneno ambayo nitakuwa nikitamka. Sema, e Bwana Yesu, ninakushukuru kwa sababu unanipenda. Niko mbele zako sasa. Nimeamua siku ya leo nitubu dhambi zangu zote. Kuanzia sasa ninamkataa shetani na mambo yake yote na tamaa zake zote. Kuanzia sasa na kufuata wewe uwe Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninakataa roho zote zilizokuwa zimenifunga, ikiwa ni magonjwa, ikiwa ni mateso na udhaifu wa kila namna. Kuanzia sasa shetani ashindwe juu ya maisha yangu. Futa jina langu kwenye kitabu cha hukumu. Andika jina langu kwenye kitabu cha uzima.
Naahidi leo nitakufuata siku zote za maisha yangu. Sema amen. Baba Mungu uishie milele, tunawakabidhi kwenye mikono yako iliyo salama, katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu ni hai. Wewe ni Mungu ambaye ni mwaminifu. Wewe ni Mungu wa upendo. Ni Mungu unayeokoa bila upendeleo. Ni Mungu unayetusaidia siku zote. Watu hawa Bwana wamelikiri jina lako. Wameamini kwamba wewe ni Bwana na Mwokozi wa maisha yao. Wameamini kwamba wewe ndio kimbilio na msaada wao. Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana kaondoe kila mateso. Bwana kaondoe kila roho inayosumbua juu ya maisha yao. Kwa jina la Yesu Kristo, wokovu waliopokea Bwana wa majeshi, Mungu utawale juu ya maisha yao. Neema yako Kristo ikatawale juu yao katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Basi sasa tuanzie hapo mwanzo hapo. Geukeni mwafuate hao wadada wamejifunga Kinyarwanda na kuja kusema na nyie. Waandike kwanza majina na kuja kuombea pia maombi maalum. Wafuateni hao wadada wamevaa Kinyarwanda fulani. Wapigieni makofi watu hao. Nenda kwa furaha. Wampa Yesu maisha. Akuja kuombea maombi maalum. Nipe mkono nasi. Yesu unaweka mikono ya watu wako. Ishara kwamba wamesalenda pamoja nami. Tuma watu walio chini ya miguu yako. Asante kwa sababu ya uhai huu ambao umenipa. Asante kwa sababu ya madhabahu ya kambi ya Waebrania. Asante kwa kumleta Yesu mwanao, na kwa kusudi hilo alidhihirishwa ili azivunje kazi za ibilisi katikati ya mikono hii. Kuna kazi za ibilisi kwenye matumbo ya uzazi. Kuna kazi za ibilisi, kuna kazi za ibilisi katika maisha ya watu hawa. Naomba neema tunapoimba, kabla hatujafika mwisho maombi, mwenye pepo zimwachie, mwenye kamba za mauti zimwachie katika jina la Yesu. Amen. Anza kuimba sasa wimbo damu ya Yesu. Uimbe kwa nguvu. Damu ya Yesu, damu ya Yesu husafisha kabisa. Damu ya Yesu, Imba kwa nguvu. Vizuri, wachungaji wanaomba na wewe ndio kujiombea kidogo kidogo mpaka unavyoweza, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Mungu, katika jina la Yesu. Damu ya Yesu tunaweka roho ya usawa.
Moto katika jina la Yesu. Inua mikono yako tena mara tatu.
makofi na vigelegele. Sema asante Yesu, asante Yesu kwa kunifungua na kwa kunibariki katika jina la Yesu. Mungu ya msalaba, kimbia mliobakia, muimbe wimbo mmoja wa makutano ili tuondoke. Baba, funga kabisa mkutano huu, wakimaliza kuimba tutakuwa tumetawanyika. Sasa niombe utulie, sasa tunakwenda. Simama pale hapo.